Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Bwana, mambo vipi Tanzania? Karibu tena Malecom katika dawati letu la michezo na burudani. Tujuzane yale yote yanayojiri katika viunga vya michezo na burudani. Na habari kubwa iliyopo hivi sasa ni dabi ya Simba na Yanga, ambapo tuna taarifa za ndani kabisa juu ya yale ambayo yanakwenda kuamuliwa muda wowote kuanzia hivi sasa. Ni habari gani hizo ambazo tulizo nazo? Karibu nasi Malecom katika jukwaa hili la michezo, nasi tutakujuza kila kinachoendelea. Nikukumbushe tu, wewe kama ni mdau wa soka na bado hujasubscribe, basi fanya hivyo kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, kisha ubofya alama ya kengele ambayo itakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoziweka. Lakini pia wewe kama ni mdau wa soka kindaki, kama wewe ni Simba ama Yanga, basi bofya alama ya kulike hapo, ili iwe kama ishara ya kuisapoti timu yako. Wewe mpenda soka, wewe mpenda michezo, utatuambia maoni yako, nini ambacho unakiona kinaendelea katika hii dabi baada ya kukupatia habari hii. Habari zilizopo ambazo zinaendelea kutrend hivi sasa zinahusiana na hichi ambacho kinaendelea juu ya dabi ambayo ilipangwa icheze tarehe 15 Juni mwaka huu 2025, baada ya mchezo ule wa awali kuahirishwa Machi 8 mwaka huu 2025. Tumeona juzi kati hapa bodi ya ligi waliwaita Young Africans katika kikao ili kujadili yale ambayo yanahusiana na mchezo huu namba 184, ambapo Yanga baada ya kutoka hapo wakaita press na kutoa yale ambayo waliyajadili katika kikao. Na moja kati ya mambo ambayo walijadili, walisema bodi ya ligi wamekiri ya kwamba ripoti ya mechi tarehe 8 kwa nini iliahirishwa wanayo, lakini wanashindwa kuitoa kwa sababu kuna kigogo mmoja, kiongozi mkubwa wa serikali, alipiga simu na kuamuru meneja wa uwanja asifungue mageti, hivyo kuwanyima fursa Simba Sports Club wasifanye mazoezi. Ni kiongozi gani huyo? Ni nani ambaye alifanya hivyo? Bado hajafahamika mpaka hivi sasa, kwani bodi ya ligi haijatoka tena hadharani kusema ni nani ambaye alifanya hivyo. Hivyo wadau wanakwenda kuona kama hicho ndicho ambacho kimetokea, huenda mambo ya busara tena yakaanza kutumika badala ya kanuni, kwani huenda wengine wanasema kuna viashiria vya asilimia kubwa sana kwamba mchezo huo wa dabi tena ukaahirishwa na kupangiwa tarehe nyingine, kwani tunafahamu Young Africans wamesema katika matakwa ambayo waliyahitaji TFF na bodi ya ligi yatimize, ikiwemo baadhi ya viongozi kujihuzuru na bodi kuwa huru, basi endapo matakwa hayo yakatekelezwa, wao wako tayari kucheza mchezo huo, lakini sio tarehe 15 mwezi huu wa 6. Hivyo endapo bodi ya ligi wakijihuzuru na katibu mkuu wa TFF wakijihuzuru, Yanga wako tayari kucheza mchezo huo tarehe nyingine na sio tarehe 15. Hivyo likitokea la kutokea ni kwamba mchezo ukaahirishwa, Yanga wako tayari kucheza mchezo huo endapo tu viongozi wa kadhaa ambao wamewaainisha kwenye matakwa yao watakuwa wamejihuzuru. Na baada ya kauli hizo kutokea upande wa Yanga na kuwepo kwa viashiria ya huenda baadhi ya viongozi wanakaa vikao kila baada ya masaa kadhaa kuona namna ya kuahirisha mchezo huo na baadhi ya viongozi kuwajibika, Simba Sports Club wao taarifa za ndani zinasema ya kwamba klabu hiyo haina mpango wa kucheza mchezo mwingine dhidi ya Yanga iwapo mchezo wa Juni 15 utaahirishwa. Sasa viongozi wa klabu hiyo wameweka wazi kuwa baada ya Juni 15 wao watabakia na mchezo miwili tu ya kufunga msimu, ambayo ni Juni 18 dhidi ya Ken Gold ambapo mchezo utacheza mkoani Tabora, na Juni 22 dhidi ya Kagera Sugar ambao mchezo utachezwa katika dimba la KMC Complex. Hivyo endapo ikitokea bodi ya ligi ikaahirisha tena mchezo huo, wao hawako tayari kucheza tena mchezo huo. Nini maoni yako juu ya hichi ambacho kinaendelea, kwamba kuna asilimia kubwa
huenda dabi ikaahirishwa na kupangiwa tarehe nyingine, ambapo hiyo ni kutokana na hali inavyoendelea. Na yote hayo ni kuepusha tu yale ambayo wengi wanatamani yatokee, kwa maana ya timu kunyang'anywa pointi za kutosha ambazo ni 15, na ikiwezekana baadhi ya viongozi kuwajibishwa kwa sababu ya uzembe wa kile ambacho kimetokea. Tuambie katika maoni hapa, wewe kama mdau wa soka unaonaje taswira hii ya soka la Tanzania inaelekea wapi? Maricom tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.